Tayari tunaye hapa kwa ajili ya kutupitisha kwenye story ambazo zimegonga vichwa vya habari. Ni kweli. Au zinakuwa zimebamba zaidi mitandao. Katika mitandao ya kijamii. Vinaitwa vijue vya kidigitali. Tupo vizuri? Ya, tupo vizuri kabisa. Karibu sana. Asante sana na nakushukuru Kasuga kwa kunikaribisha. Nimekuwa nikikufuatilia tangu nafungua kipindi. Kabisa. Nimeona ule mvutano kidogo mwanzo pale na Kinga Mkono. Usipotaja majina matatu mimi nanyanyuka. Pale usipomkaribisha Ernest na mimi naondoka. Kaka, hiyo ndio ndo pai yako kaka. Au mufti hawa nao ni wageni wetu muda mchache uliopita. Basi nimefurahi kuungana na Eben lakini pamoja na Idi Nonga. Unaona sasa. Sawa, niruhusu niendelee. Bwana Mufti, tupitishe tuone vijue vya kidigitali vinachambuaje. Ya, sawa. Basi twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni tuone na kwenyewe kuna habari gani huko ambazo zimechukua nafasi kubwa. Leo umepambana. Leo umemka wapi Mufti? Umeleta hii ngumi yenyewe kabisa. Imenibidi nilete ya kikweli. Maana jana kwa wale ambao wanatumia zaidi mitandao ya kijamii bila shaka waliona mjadala kwamba mbona mkono ulichelewa na vitu vingine. Sio hivyo? Sio ulichelewa au kufika. Kabisa. Wewe unaangalia mechi ile ambayo kacheza Evra na Suarez kaka. Kwenye kutasalimiana pale. Ndio kama vile. Ndio vile. Na mimi ulifanya baba. Na mimi nikwambie tu Kasuga, lakini Eben na pamoja na Idi Nonga, ule mkutano mimi yani ulikuwa kiganjani hapa. Yani niliufanyia kazi vile ambavyo inastahili. Kuanzia mwanzo mimi niliondoka saa 6 kama sijakosea siku ile. Baada ya mwenyekiti baada sasa mwenyekiti wa uchaguzi kutangaza na kisha hotuba ya rais na kufunga sasa mkutano. Kwa hivyo hilo tukio yani sikuzingatia. Lile tukio bwana Mufti, kabla hujaja kutolea ufanuzi hiyo picha. Lile tukio limeonwa na watu wengi kupitia viwanjani Jumatatu. Okay. Na kwa sababu wakati tunazungumza mkutano ile video ni video ambayo ilikuwa inapita kwa kujirudia. Kwa hiyo watu waka notice. Na nafikiri mtu wa kwanza ambaye aliposti ile ni shabiki wa Azam FC, mwenezi wa Azam. Kwa hiyo alivyoiposti ile na sijajua yeye aliona kitu gani. Lakini kwa sababu unajua ukiwa live Mufti sio rahisi ku notice kila kitu. Lakini wakati hapa viwanjani tunazungumza ile tukio ile video ikawa inapita. Kwa nafikiri ndio watu wakaona kutokea pale. Ilikuwa Jumatatu ya. Basi vizuri. Sasa tumepita katika ukurasa wa mjumbe wa kamati ya utendaji Young Africans Alex Ngai. Mwenye mitandaoni huwa mara nyingi anajiita Malume. Malume. Anasemaje? Anasema bana Ngai hapa. Naomba niweke sawa hii kitu. Sina tatizo na Prezo kwa maana president ambaye ndo rais. Nimepiga naye kazi miaka 4, tuko sawa na wathibitishia. Hakuna tatizo lolote kati yangu na amemtaga hapo Hersi Said. Uchaguzi umeisha, tupige kazi ya wanayanga, sasa Yanga ni moja. Bila shaka amerudia neno ambalo pia rais lilisema kama kulikuwa kuna makundi yale ya WhatsApp si nini na nini kwamba uchaguzi umeisha. Umeisha. Na uzuri rais wa Yanga Hersi Said naye amekuja kucomment hapa, anasema mjumbe makini, wafanyie kazi wananchi waliokuamini kwa kushirikiana na viongozi wenzako, akimtage Alex Ngai. Lakini Shafi Dauda Digala huyu miongoni mwa waandishi wa habari waandamizi, wachambuzi waandamizi, anasema wengine wananiita Malume. Farhan Kihamu kutoka Morogoro Ifakara kule na yeye akasema Malume hapa. Official Priska Kishamba yeye akasema wananchi. Kwa hivyo kwa ujumla posti hiyo ya Alex Ngai imevutia wengi na hasa watu wa mpira. Idi, unataka kutia neno? Mimi sina neno lolote kama Ngai kashamaliza. Sio kaandika pale. Hawana tatizo lolote. Sasa mimi natia neno gani kaka? Unataka na Yagula Mali? Au unataka na Yagula Mali tujiwe. Bwana kesho leta Yagula Mali. Itakuja kweli. Au nayo hapa. Hapa uchaguzi umeisha kaka. Uchaguzi umeisha. Kwa hivyo tuseme uchaguzi umemalizika. Nafikiri hapo
uchaguzi umekwisha. Hamna uchambuzi hapo. Kwa sababu unajua baada ya ule usiku kama ulimuona kuna eneo pia Ngai kama alichambua hivi. Unajua ikaeka kuna watu kama wakutaka hivi unajua. Kwa hiyo uzuri amekuja amedeclare kwamba hakuna tatizo. Na kuna muda inawezekana tukio dogo tu likatengeneza picha kubwa sana. Ni kweli kabisa. Au wewe na tukio la wale mabwana kule picha ilivyotokea. Anakuchanganya Mufti. Haya ni mambo ya Yanga na kile ambacho kilitokea katika mkutano mkuu wa mwaka wa Young Africans. Charles Abel ni miongoni mwa waandishi wa habari waandamizi. Amekuwa katika timu ya waandamizi huyu bwana. Alikuwa hapo kwenye waandamizi ile. Muulize Gift Macha. Na Charles Abel tangu mimi ni mjui akiwa muamuzi, yani imeenda kwenye mechi Charles Blaza akapewa ya ref. Mechi je kuisha kaka. Timu ya waandamizi imenipa taarifa. Charles Abel ni mwandamizi kindakindaki. Ni mwandamizi kindakindaki. Miongoni mwa founders. Charles Abel. Basi vizuri. Sasa bwana kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram ameposti picha ya mchezaji ambaye ametambulishwa jana pale. Bwana Faruk. Faruku. Anaitwa Faruku? Komara. Bwana sisi tumezoea Kamara. Faruk Komara kutoka Ivory Coast bwana. Beki ya mpira hiyo. Beki ya mpira. Haya sasa Cheza anasema jikaze bro, nafasi yako ndio wanacheza Job, Baka na Mwamnyeto. Bwana. Nafasi yake. Na nakumbuka mlijadili hilo jambo. Mlijadili hili kwa namna ambavyo wamekuja pia mabeki kadhaa hapo wageni. Kwa mdogo beki la Chani Dombe alikuja kutoboa beki. Alishakuja ule wa Uganda ule Gift Fred alikuja hapo. Gift Fred bwana alishindwa kutoboa. Fred Asinki alikuja hapo. Asinki karudishwa. Yaani hapo saa hizi labda kwa sababu huyo Jobu atachelewa kidogo. Big brain defender. Big of course. Sio kwenye utambulisho alikuwa anatambulishwaje na watu. Sijajua alikuwa anaambiwaje kuhusu wa watu kwamba huyu ndio anaitwa Ibrahim Abdullah Baka aka ni Kopro. Hapo kidogo sema vile tena jeshini huko ndani. Hivi sasa hivi ni sergeant. Ni sergeant. Ndio tuliona nani juzi hapa. Na kuna video moja ile baada ya mechi Azam walikuwa wanapiga vipusha hapo. Kwa nini pale? Hapa ni mtu wa boko. Kwa hiyo bwana Faruku akavibaya kigeuka na big brain defender. Akiambia kuna sergeant na hii ni sergeant. Sio sergeant, sio kama yale mambo ya yule alikuwa ile kundi la wasanii walikuwa kuna mmoja majina yao yana nani sasa hivi anajiita babu kaongeza babu nani Inspector Harun Inspector Harun na mwenzake alikuwa nani walikuwa sio kama wale hii title sio kama wale Afrika vibaya kuna kapteni kuna kapteni Mwamnyeto captain wa Makombe captain wa Makombe kaka kama tunaingia kwa watu hiyo inatisha kapteni beki gari mzao kwenye historia akitokea Costa wakati ule kutua pale Jangwani. Huyo bwana kama unasema mwandamizi, huyo bwana ajikaze kweli Na comments hapa zinasema da bwana huyo mkungu huyo anasema ana wakati mgumu mno. Anasema kuna watu wawili hapo watampisha chap tu. Huyo bwana modern designer anasema kuna watu wawili watampisha chap. Sasa sijui ni nani na nani ambaye anaweza kumpisha. Hapo kaka kimoja cha kucheka. Hao walikuwa nafurahisha tangu la Minimoro. Hakuna mwingine ambaye katoboa. Na nakumbuka mlimtaja la Minimoro. La Minimoro alicheza na Dickson Job kwa uchache kidogo. Kwa uchache. Wakati alikuwa kafika vile. Alikuwa kafika. Na Yanga ile, unajua ile Yanga ile. Kwa hiyo hapa hivi la mimi walimpa na unahodha nakumbuka wakati. Alikuwa nahodha pale. Na yule bwana sielendo kwa sababu ya kipindi kile mambo ya Juru ndio maana kwamba Yanga ile. Sasa kwenye story ya la Minimoro kabla hujaendelea Mufti. Baada ya jambo lao lilikuwa Mtwara kule. Ile ngoma la Minimoro ndo ametimuliwa na kocha kwenye kikosi. Akapishana na tajiri airport. Alafu tajiri kamsalimia tu. Vipi? Narudi mjini fresh. Akipindisha ndo tajiri yani ndo bado hawajaingia miguu yote. Tajiri huyu yani ndo ilikuwa wanatokea hivi. Wewe. Sasa tunakwambia unaweza kukutana na tajiri maeneo hapo akasema bwana turudi. Lakini tajiri akamwambia wewe. Maana tajiri amebariki wewe endelee na safari. Minimoro karudi mjini bwana wewe vipi? Mpaka leo Jobu na Mwamnyeto wale Baka akaongezeka.
Sawa bwana, Mashujaa hawa ni mabingwa wa katika graphics, of course huwa wanafanya vizuri sana. Ukipita katika ukurasa wa Mashujaa huwa wanafanya vizuri. Lakini leo wametuonesha pia na ufundi wa katika kupiga picha. Hii ni picha. Wamenunua drone yao? Bila inawezekana. Inabidi admin atuambie. Maana hapa hawezi kupanda jeshi watakuwa nazo. Maana yeye hawezi kupanda juu ya mti. Drone za kijeshi zinaanza kutumika kwenye timu au? Wanachukua. Lakini kikubwa ni kazi inaendelea kwenye uwanja wa mazoezi Mashujaa. Naona pia beki yule alitokea kule hapa ni Tanganyika. Hilo ndo hajabainisha. Nimejaribu kutafuta kuangalia wanafanyia mazoezi wapi. Wako la. Mashujaa kabla hawajaondoka wapo viwanja vya NDC Kunduchi. Wanafanya mazoezi NDC. Bwana pale kuna viwanja vizuri sana. Yes, na ndio hiyo picha unaiona. Mesha Ubonda pale kucheza kwenye viwanja viwili tofauti pale. Vizuri sana. Yani ni kweli. Kwa hivyo ndio hivyo bwana, lakini picha ni nzuri na naona hata watu wamejaribu kuipunga. Sasa huyu ni Wastara Msese. Na nakumbuka mlijadili kuhusiana na wakati ule na Deo Trafe, mlikuwa mnamzungumzia kuhusiana na Faisal Salum. Sasa Wastara yeye anasema kila timu ina ndoto za kummiliki Faisal Salum, ni vile tu wengine wameamua kuweka hadharani na wengine wameamua kukaa kimya. Dada mbona kama anatuchamba. Na kaka ni miwani kijibu cha miwani bwana. Kuna ile unanikubali lakini hausemi. Wastara huyu. Na comments hapo zinasema Asmai Kikoti anasema kwani yeye anasemaje mwenyewe? Lakini kuna mwingine hapa akasema pole sana ndugu mwandishi, tupe habari. Inawezekana anaanza ndani Wastara, lakini kikubwa ni kuna mtu hapa anasema huyu ni mwanetu lazima arudi nyumbani. Bwana wanakaa kimya maana wao wanataka wakampige mkopo, so elewa hawana kiasi. Comment hapo ya John huyo. Not John, Agustin nafikiri. Kwa hivyo bwana ndio hivyo. Mambo ni mengi. Ni kweli kila timu inamtamani na ukiona kila dirisha la usajili anahusishwa mtu huyo. Uje sema kuna mchezaji ametangaza kustaafu timu ya taifa na yeye alikuwa anasajiliwa sana kila msimu. Okwe. Hapana, timu ya taifa. Chama. Naona kidogo msimu. Ndoto silitimia. Ndoto litimia. Mabango tu walibandika sasa. Lakini sasa kumetulia bwana. Kwa sababu hata before president wao aliochaguliwa sasa hivi kuna kauli yake alisema kila timu inatamani kuwa mchezaji kama Chama. Kwa sasa hivi ni Faisal. Na kwenye furaha ya wananchi pia walishaipitia ile furaha kuwa na mwamba Lusaka. Na kuna muda tu furaha kwa kila mtu anamtamani Faisal. Kwa kuna muda hata akipita tu. Haya basi tumalizie na hivi hapa bwana Kasuga, nikwambie tu post inayofuata hapa uwe makini na baadhi ya wachezaji. Haya mambo yanafanyikaga sana kukaribisha wageni. Nani anapiga enzi? Ryan huyo kule Levante kule kapita Arsenal, kapita Brighton pia. Sasa angalia walianza vizuri bwana, alianza vizuri kabisa, lakini alipofika kwa Ryan akaona basi aisha tabia za Antonio Rudiger hizo. Rudiger ndo mambo yake. Ni kweli. Tumalizie mwisho kabisa hiyo hapa. Hivi ni vitu vyangu. Hivi ni vitu vyangu kikweli. Yes, hivi ni vitu vyangu nikwambie Kasuga. Idi unafanya Tegeta kaka hivi. Mwenye bandevu. Watu Tegeta. Na nikwambie Idi, ninapokaa nje tu kuna uwanja. Unapigaga unafanana hivi. Unapigaga hivi. Sasa tukauliza jamaa majira unaweza. Kwa hiyo ni Shibubu style. Bwana si usoni kwetu hivi umalizi mpira bwana. Kwa nini? Hivi. Beki asifiwe. Angalia mpira umepokea. Angalia. Sasa kwa wachezaji kama hawa wenye hizi mbwembwe. Ndio. Itakiwa wakutane na timu yetu moja inaitwa Chenga Mbili Kiatu. Ndio kama usoni kwetu huyo achezi tu. Kiatu. Huyo achezi. Kwa hiyo kuna Chenga Mbili Kiatu. Huyo achezi.
Bwana, mambo watu waliyategemea kwa Skudu haya. Skudu, yes. Lakini ni professional level. Skudu bwana. Hatuwezi kuentertain. Na alifanya siku ile mechi ile ya kwanza kabisa pale Benjamin Mkapa. Timu ikiwa na matokeo wanapigaga hivi vitu. Na ndio mechi ambayo basi nisimalizie. Lakini kwambia Kasuga na kuahidi natumia nguvu kubwa na najaribu kumshawishi Said Msumi. Kuna video yake imetrend sana mitandaoni. Kama nitawiwa. Ipi ile anayoimba? Hiyo anayoimba. Hiyo hatuitaki kaka. Hiyo mkaimbe Jumamosi kwa beach. Watu wanauliza ile ni Said au ni AI? Ile ni AI. Ni AI. Tukae bwana, nakushukuru bwana. Mimi nimemaliza hivyo ndio. Yes bwana, Mufti Zito kushukuru sana kwa maeneo ambayo umeweza kutupitisha mitandaoni, tumeona na kweli ni hizi ni zile zilizobamba. Sasa tumeona story ya Feitoto hapo. Kwa hivi sasa kwenye vijue vya kidigitali hata kwa upande wa michezo ni moja ya story ambayo imechukua nafasi kubwa sana na unaweza kuona inashika maeneo tofauti tofauti. Mufti Zito kushukuru sana. Asante sana.